Amen. You can celebrate your father. Come on, celebrate your father. Tunaweza tukaketi. Glory be to Jesus. Namshukuru Mungu siku ya leo kwa maana it is another great Sunday Baba ametupea na ametuneemesha na lazima tunene. And you cannot afford to miss today's message. Divine encounter with God. Divine encounter with God. Divine encounter with God. Anytime you encounter God in His word, there is always a change. Anytime you encounter God in His word, lazima kuwe na mabadiliko. That's why my topic today is divine encounter with God. And we're going to have a case study of Jacob. Jacob alikuwa na experience aina mbili na lazima tuziangalie siku leo. Maana ni very important. Let me say I'm happy kwa maana ni Mungu ametuleta hapa na ni Mungu anatunenea. Na lazima ufanye makubwa. Na ngojea kutoka kwake. Be expectant from him. Maana there is no way. Wala ambao tuko nao jana kuna kitu ambacho tulikuwa nasema in the book of Judges. Tunasoma the book of Judges. Na wakati tunasoma the book of Judges kuna kitu kinaendelea kuonekana pale. The book of Judges Mungu alikuwa na raise deliverers. Kuna judges Mungu alikuwa anainua as deliverers. Walikuwa wanainua na Mungu. Na Biblia inasema kwamba as long as walikuwa naishi, wale watu walikuwa nakawa na kombolewa, wanapiga maadui mpaka wanawashinda. So if kwa Old Testament kuna judges, as long as wanaishi, wana Waisraeli walikuwa na enjoy the victory of God. What about us? We have Jesus Christ who lives forever. If wale wakiishi judges, Israelite wana enjoy victory, then Jesus Christ we serve, He lives forever. Kumaanisha we have the victory of God forever. There is no way you can fail because the victory of God is in you because of Jesus who lives forever, in Jesus mighty name. So namkaribisha kwenye ibada ya siku leo. Wale ambao watu wameingia karibuni sana. Wale ambao wanatufuata mpaka Facebook, all of you welcome. Karibu sana kwenye ibada ya siku leo tunapoangalia divine encounter with God. Na nimesema kwamba naenda kuangalia a case study of Jacob. Wale ambao wanasoma Bible you understand Jacob alikuwa na Bethel experience and Jabbok experience. So alikuwa na experience aina mbili. Kuna ile experience aliipata pale Bethel, kuna ile experience aliipata pale Jabbok. So there was what we call the Bethel experience and Jabbok experience. Taka unisikize, wacha nikupe tofauti kadhaa alafu niingie mahali nataka. Kwenye Bethel experience kuna mambo nafaa kuunderstand. At Bethel Biblia inasema namna gani? He saw a dream, or it was a dream. Bethel ni dream aliona. He saw a dream. But at Jabbok it was reality. It was a man, not a dream. Bethel it was a dream. Anaona dream. Alilala pale alafu akaanza kuota. So yale mambo alikuwa anaona Bethel yalikuwa ni ndoto. But yale mambo yalikuwa Jabbok, it was not a dream, it was a reality. So kuna time you need your life to move from Bethel experience to Jabbok experience. From a level of dream to a level of reality. Angalia, at Bethel he saw Eranda, aliona ngazi. But at Jabbok he saw the Lord. Not just Aranda. He saw the Lord himself. So at Bethel Niranda aliona ngazi. Inaguza chini, inaenda mpaka heaven, Alanda. But at Jabbok he saw the Lord. It is my prayer, Yakoba, today, not just Elanda, but God himself atamanifest kwako in the name of Jesus Christ. Number 3, at Bethel, Jacob became a believer. At Bethel,
Jacob became a believer. At Jabbok, he became a broken man. He was broken by God. He was broken by God. At Jabbok, he was broken by God, a broken man. Mtu ambaye amevunjwa na Mungu ili amtazame. Nimesema Bethel alifanyika a believing man. But at Jabbok, a broken man to serve him. At Bethel, he became a son of God. At Bethel, he became a son of God. But at Jabbok, he became a prince of God. Prince. He was made a son there, but prince. An experience, mambo sonship. But hapa ni prince. At Bethel, he died to his sins. At Bethel, he died to his sins. But at Jabbok, he died to self. He died to self. Nakunisikiza vizuri sana. At Bethel, he died to his sins. But at Jabbok, he died to self. He died to self. At Jabbok, God was dealing with himself. With himself. Listen to this. One last point. Alafu ningie mahali nataka. He left Bethel with a spring in his step. Kruwa anafurahia sana pale na enjoy. But he left Jabbok with a lasting leap. But with a forever changed heart. Yes, anaweza kuwa hakuwa anatembea ni adhua hanini. At Jabbok walitoka at least ana mark pale. Manake there was a mark. So there is what we call Bethel experience and Jabbok experience. Na today sitaka kupea juu ya Bethel experience. Nataka kuonyesha an encounter with God at Jabbok. An encounter with God at Jabbok. Genesis chapter number 32 and verse number 22. Genesis chapter number 32 and verse number 22. Wacha tusome pamoja. 1 to 3. That night, Jacob got up and took his 2 wives, his 2 maidservants, and his 11 sons, and crossed over the ford of the Jabbok. Next verse. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. Hebu soma kwa nguvu verse number 24 now. So Jacob was left. What was he doing there alone? Amefikisha bibi yake side ile nyingine. Made his servant the other side. Mari yake yote to the other side. And he was left alone. I'm coming. Angalia. And a man. Where was that man? The Bible does not say Jacob a man akaja. No. So man was already there. The man was waiting for Jacob there. Bible inasema kwamba ati alikuja. Read your Bible. A man wrestled with him till daybreak. Ametoka wapi that man? Don't forget that man was God. But God hakuwa na wrestle na Jacob as God. He was wrestling na Jacob as man, the humanity of God. Follow me. Angalia next verse. Verse number 25. When the man, I like that. When the man saw that he could not overpower him, he touched what? The socket of Jacob's hip, so that his hip was as he. Next verse. Then the man said, for it is. But Jacob replied, I will not
let you go unless. Oh my God. Verse number 27. I like it. If the man asked him, what is your name? Jacob, he answered. Then the man said, your name will no longer be. Woo! Angalia next verse. Jacob said, please tell me your name. Nataka nikujue. Tell me your name. I need to know your personality. I need to know your name, the name. I need to know your authority. I will need to know your name. But he replied, why do you ask my name? Then he, so anataka kujua jina yake ni nani huyu, but hakuambiwa. Instead, wakati man huyu ambaye pale sasa hata hatujui ni sasa tunajua ni man, tutakuja kujua ni nani. That man, wakati aliona kwamba Jacob ana desire ya kumjua, alimbariki. Angalia now, next verse. So Jacob called the place Peniel. I say, it is because I saw God face to face, and yet my life was spared. So who was that man? God. That's why it was a theophany. It was a Christophany. It was Jesus Christ as man who was there and was wrestling with Jacob. So angalia next verse now. Look at this. Don't miss this one. The sun rose above him as he passed, and he was leaping because of his a new day. So nataka unitegee, nataka nikuonyeshe mambo manane yanatendeka kwako wakati umekuwa na divine encounter with God. But before nikuja pale, nataka unipe dakika zako hapa nikuelezee at least story kuanzia chapter number 2 verse number 1, uelezee what was happening ili tufike pale understand ni nini kilikuwa kinatendeka. Bible inasema kwamba there was this man called Jacob. Kwa Bible tunajua alikuwa ni nani. Tunajua kwamba nani alikuwa babake. Babake ni Isaac. Na unaelewa story vizuri sana. Kuna time alifika yeye mwenyewe, babake akambariki. Esau alikuwa barikiwa, but yeye mwenyewe akabarikiwa. Na because of that, Esau akaona kwamba amepokonywa baraka, na akaona the only way out ni Jacob yeye mwenyewe atoka, kwa sababu Esau alikuwa anampangia tamuua. Akaenda mpaka kwa mjomba Laban na akakaa for 21 years. Then after that akatoka. Biblia inasema kwamba alitoka bila kuambia Laban, na Laban akawa anamfuata, anataka kumuua, until wakati Mungu alinenea Laban akamwambia kwamba usiambie Jacob kitu kizuri au kitu kibaya, mwache. Then Bible inasema kwamba chapter number that one of Genesis, then Laban and Jacob wakawa na covenant ya kwamba hakuna mtu ambaye ataua mwingine, hakutakuwa na vita. So waka make covenant watu wawili. Then after that covenant wakala pamoja. Then Biblia inasema kwamba Laban akabusu watoto wake na akabusu mpaka Jacob na wakawachana. Then Genesis chapter number 32 verse 1. Nataka unisikize nao. Genesis chapter number 32 verse number 1. Then Jacob akaelekea kwa safari yake ya kwenda Canaan. Remember ni Mungu alimwambia toka kwa Laban. Umekaa kwa Laban for so long. This is the time now uende Canaan. Maana yake sitakubariki kwa Laban na kubariki kwa Canaan. God was positioning Jacob akuwe mahali panafaa. Maana the blessing of God ilikuwa manifest in Canaan, sio kwa Laban. Akamwambia nao go, toka kwa Laban. I want to position you now. Nilikwambia nitakuwa pamoja na wewe, nitarinda maisha yako. Go back to Canaan. Then chapter number 2 inasema kwamba Jacob also went on his way. Wameachana na Laban, ameenda safari yake sasa. Ile njia akawa sasa ameshika, anaelekea mahali baba amemwambia ende. Then wakati alikuwa anafuata ile njia, zaidi ile nyingine akaona kuna watu ambao wanakuja. Wale watu akaona kwamba sio watu wa kawaida. Bible inasema namna gani? Then Jacob, angalia tuweke verse number 1, angalia verse number 1.
Angalia verse on the Bible says Jacob also went on his way and the angels of God met him. Taka unitage hapa. And this one is very important. Hii verse ni key. Ile njia anapitia anaenda Canaan. Biblia inasema kwamba wakati wameachana na Laban akielekea kwa safari yake, alipoangalia mbele he saw angels. So na akatambua, akawa na revelation, these are angels. Hawa sio watu wa kawaida, hawa ni malaika. Malaika walikuwa wanakuja kutoka area anaelekea, the direction alikuwa naenda, malaika walikuwa wametoka kwa hiyo direction. Remember, kwa Bethel alikuwa ameona malaika kwa dream, but this time round amekutana na malaika kwa ile njia anapitia. Malaika wamemalizana na hiyo njia. I believe God was passing a message to Jacob ya kwamba where you are heading, mimi nimeshughulikia chochote kibaya kwa hii njia unapitia. Malaika nimewatuma wameondoa, so don't be afraid Jacob, manaka hii njia malaika wameipitia na wametengeneza. I have come to declare, I don't care what you are going through, but the angels of God who anaenda mbele yetu wanaondoa kibaya, wanaondoa kile ambacho shetani alikuwa ameweka. We have the angels of God ahead of us. Nisikize, before we ufike December, malaika wa Mungu wameshughulikia your December. Before we ufike your November, malaika wa Mungu wameshughulikia your November. Don't be afraid of October, manaka the angels of God wameshughulikia your October. Unielewe, Jacob anaelekea Canaan, then on the other side akakutana na angels. So mahali alikuwa anaelekea, angels walikuwa wanatoka. So Mungu alikuwa anambia Jacob, Jacob, mahali unaenda nimefika na nimeshughulikia. So Jacob alikuwa anafaa kuwa encouraged. Nataka mtu ambaye ananisikiza, tunamaliza mwezi, next month baba ameshughulikia. You don't understand what I'm saying. Nasema next month baba ameshughulikia. The Bible says anashika mwisho wakati unaanzia. Yeye ako na mwisho wakati unaanzia. He knows the end at the beginning. Ameishika your end at the beginning, so he knows your end. So don't be afraid of your future. Ameshughulikia your future. No wonder the Bible says, I know the plans that I have for you, the plans to prosper you and to give you a future. Why? Manake ameshughulikia your future. Don't be afraid of witches. Don't be afraid of magonjwa. Hayakuwezi. I have a prophetic word for you. Ile njia umepitia, kuna malaika wameishughulikia. You don't understand what I'm saying. I don't care whether una pesa au hauna pesa, but I feel like prophesying. Kuna malaika wameshughulikia njia yako. The Bible says he met with the angels. Alikutana na malaika. Si ati kama walikuwa wanatembea na malaika, no. Malaika walikuwa wameshughulikia hiyo njia, wamepita. So mahali anaelekea, malaika wanatoka. Mahali Bible haisemi ni wapi, wakakutana. Not only kukutana, akawa na revelation, akajua hawa ni malaika. Na akawatambua hawa ni malaika. There was a meeting point between yeye na malaika. So alikuwa anafaa kuelewa, nielewe. Hiyo njia anaenda nayo inamwelekeza kwao. Na kwao anaogopa Esau. But malaika wametoka kwa hiyo njia. So God was passing this message. Esau you are fearing, nimemshughulikia. I know you're not fearing Esau, but kuna kitu unaogopa. Kuna issues umekutana nazo, zimekuba maisha yako, your business, watoto wako, mpaka ndoa yako. You are fearing to face those issues again. Banisikize, malaika wameshughulikia kile kina. Let me ask you this now. Nataka unisikize. So hiyo njia napitia ni kama, wacha nikupeni kama hapa sasa niko kwa church. Kama nyinyi mko hapa sasa, mko first service, kuna second service. Mkitoka wengine wataingia. A sign kile wanaenda kusikia, nyinyi already mmesikia.
nyinyi umesikia. So you are well informed before wasikie umesikia. So meaning mahali wanaelekea nyinyi mnatoka. Then Jacob mahali alikuwa anaelekea malaika wanatoka. Then nisikize, Jacob angekuwa na nguvu elewe ya kwamba hawa malaika niliwaona kwa dream, this time round wame manifest. It is no longer a dream, this is a reality. I saw them ascending and descending. They were not descending and ascending, they were ascending and descending. That's it. Then not only that, angalia verse number 2. I'm talking of divine encounter. Again, verse number 2. When Jacob saw them, he said, whoa! This is the camp of God. This is a host. This is the army of God, Mahanaim. This is the army of God. And the Bible says, so he named that place Mahanaim. Army of God or camp of God. 2 camps. Meaning, nisikize, meaning the angels walikuwa wamejipanga into 2 groups. Hakukutana na angel, alikutana na angels. Group ya kwanza na group ya pili. Na kawajua. Sir, let me ask you, anafaa kuwa encouraged or discouraged? Talk to me, church. Anafaa kuwa encouraged or discouraged? So anafaa kuwa na nguvu kuendelea na safari au kuanza kutetemeka? But sipendi next verse vile Bible inasema. And I know kila mtu ananisikiza, kuna watu wengi sana wanapitia hii verse. Angalia vile Bible inasema. Jacob sent messengers ahead of him to his brother. So let me ask you, bona anatuma messengers? Why? So inasema kwamba akawatuma. Angalia verse number 4. Aliwatuma. Angels wameshughulikiana huko, atakawatuma. He instructed them. This is what you are to say to my master Esau. Anaita nani master? Esau. But some of the word of God, Jacob now is a master. You need to understand this. Kuna mahali nitakuonyesha ngoja now. Your servant Jacob says, I have been staying with Laban and have remained there till now. Next verse. I have. Hawa ni messages wanatumwa kwa Esau, vile watamwambia. Your servant Jacob amekuwa kwa Laban mpaka sasa, akona ng'ombe, akona donkeys, sheep, goats, men servants, maid servants. Now I am sending this message to my Lord that I may find favor in your eyes. Anatafuta favor kwa Esau. Next verse. Hebu soma na nguvu. Are you still fearing your Esau? Are you still fearing to face that situation in your life? They say, we went to your brother Esau, and now he is coming to meet you. So anasema, hey, Jesus. Let me ask you, was Esau blessed or not? Sasa akana servant wagapo wanafanya kazi kwake 400. Was that guy blessed or not? Let me ask you, was Esau cursed? It's very important to understand this now. Kwa sababu unajua kati tunasema kwamba Jacob alibarikiwa, people don't understand ile blessing imetajwa pale ni gani. Wanafikiria ni mali. The blessing ile Jacob aliachiliwa sio blessing ya mali, kwa sababu ukisoma Bible hata Esau alikuwa na mali, alikuwa na servant 400. In fact, aliambia Jacob, I have plenty. That's it. I know ulienda, ulipewa baraka, I have plenty. Ile baraka Jacob alipewa sio ya mali. No. Ni baraka ya kucarry the seed of Christ. Ni ya kuwa kwenye lineage of Jesus. That was a blessing. It was not the blessing ya pesa. Sababu if ni ya pesa, bona Esau alibarikiwa. It was a blessing ya kubeba Christ, seed of Christ. Kumanifest Christ. Not ya mali. That was a blessing there. So akaambia na wale ambao umetuma kwamba
Esau. Hebu tukumie pale nifike mahali nataka, manake kuna point na nataka kupia kwa haraka sana. Next verse. Akaambiwa kwamba Esau anakuja kukumit, na anakuja kukumit na watu wangapi? 400. In great, mtu ambaye amekutana na angels na still anaogopa kukutana. I wish angeona Esau na watu 400 aogope. I wish angeona Esau na watu 400 aone another dimension, kwa sababu watu ambao tumesoma Bible, you understand 400 is tough. Wacha nikuja hapa nikueleze. Number 400 in Hebrew is tough. T-A-V, tough. Tough means cross, sign or covenant or msalaba. So I wish akiona 400 aone cross, covenant, instead of ya kuona vita na mambo mazito kuja kwake. Bali sikia kwamba Esau anakuja na watu 400 akaogopa. Then angalia next verse. He thought, if Esau comes and attacks one group. Ukisoma Bible, aligawanyisha nao ile group walikuwa nao twice. Vile aliona group mbili za malaika, akawanyisha group mbili. Ati Esau akija auwe group ya kwanza, ya pili tabaki. Yani anasahau he is carrying the seed of Christ. Now as long as he is carrying the seed of Christ, he cannot die. So hawezi uliwa na Esau, manake amebeba the seed, ako kwenye lineage of Jesus. Na lazima kutoka kwake kutoka lineage of Jesus. So there is no way anaweza uliwa na Esau. Mungu alikuwa mambo yake namna gani? Naenda pamoja nawe na kurudisha mpaka mahali nikutoa. I'll be watching over you. Anasahau the promise of God. How many people today wanasahau kile ambacho Baba amesema? Anasema hata wahi kuacha mpaka mwisho wa dahari. Atakupigania vita. Hebu angalia next verse now. Let me tell you something. Jacob was not a man of prayer. Jacob was not a man of prayer. If you study your Bible, utastukia kwamba ukisoma the whole story yake, hatuoni akiomba. The time tunaona kwamba imentioniwa the first time anaomba, it is here. He was not a man of prayer. This is the first time Jacob anaomba kwa sababu anaogopa Esau. Angalia next verse now. Anasema namna gani? I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. Anajua kwamba amepata the grace of God. Hebu soma kwa nguvu pale. Next verse. Anambia Mungu kwamba you have shown me your faithfulness, your kindness, oh God. Nilipita hapa hii Jordan nikiwa na only my staff. Sasa nimerudi nilikuwa nimebarikiwa. Anamwambia namna gani? Save me, I pray, from the hand of my brother Esau, for I am afraid he will come and attack me, and also the mothers with their children. Nataka unitege na unisikize, by the way. But you have said, I will surely make you, and I will make you a descendant like the son of the which cannot. By the way, anakumbuka the promise of God. Anaomba akimention kile ameahidiwa na Bwana, but is still anaomba out of fear. Angalia next verse. He spent the night there, and what he had with him. In fact, ameomba, na after maombi akachukua wale wa mali, ile mali akonayo, wale watoto akagawanya to 9 divisions, groups 9. Group ya kwanza iachiliwe, imebeba gift. Ya pili imebeba gift, mpaka ya 9 imebeba gift, ili sasa waende wape Esau, ili apate favor kutoka kwa Esau. Wakati Mungu aliona kwamba hivi ndivyo Jacob anafanya, then angalia verse number 22 now. Verse number 22. Now that's now the flow of Genesis that 2. Now nataka uangalie. The Bible says that night.
So amekuwa mahali pale all night, usiku. Bado usiku kukuwa na giza, hawezi ona vizuri sana, akasimama. Mimi nasema kwamba akachukua wale wake zake, the 2 maid servants, na watoto wake 11. Maana that time, you understand, Benjamin hakuwa amezaliwa, so walikuwa ni 11. Then they crossed over the ford of Jabbok. Taka unitegena unisikize, meaning that night mahali Jacob alikuwa ni mahali panaitwa Jabbok. Jabbok, follow me. When study about Jabbok, Jabbok divide the mountain of Gilead, mountain of witness. Nika stream, nika mto kame divide Gilead, side hii na side ingine. Arafu nika tributary ka Jordan. Get us. So Jabbok inapeleka maji kwa Jordan. Nayo Jordan River inapeleka maji kwa Dead Sea. Very important. Unisikize. Wanapokuwa sababu you understand, Jabbok na Gilead ni tributaries za Jordan. Part of them, Gilead the mahali Elijah alikuwa. So hii ni tributary ya Jordan. That's why hapo juu ametaja Jordan na hapa anataja Jabbok. Manake Jabbok ilikuwa inaelekeza maji kwa Jordan. Mark that. Na mahali alimka kavukisha mali yake na kila kitu, kabaki peke yake, was Jabbok. Why Jabbok? River, mahali pa maji. So mahali alikuwa anataka kujua peke yake, alikuwa anaacha mahali pa maji. Water speaks of the word of God. Mark this. Jabbok means to pour or to empty. So aliacho peke yake, a place emptying himself. And I believe alikuwa anataka kupoa kile kinamsumbua. I believe alikuwa anataka time ya maombi peke yake. Amefikisha kila mtu, ameacho peke yake. Manake you need a time quiet with God alone. Kuna time unahitaji ukuwe na time na Mungu. Kimuita kabaki peke yake, place of pouring, anapoa mahali pa maji kwenye brook Jabbok. Kasho mahali pale, na akiwa mahali pale, the Bible says ya kwamba man akaanza kureso na yeye. Si yeye alianza kureso, no, ni man alianza kureso na yeye. Mtu akatokea pale, kaanza kureso na yeye, naye wakaanza kureso the whole night, kama 6 hours. Wakati the man who was God aliyokoma sitamshinde huyu, na wakamguza hapa kwa mguu wake. Alipoguzwa, Jacob akaacha kureso, akakiri nao, akaanza kumkubatia kwa mguu, akamwambia now bless me. Aliacha kureso, akajishikilia kwa miguu yake, akamwambia now bless me. Akaulizwa what is your name? Akapewa another name. So that is the time alikuwa na encounter with God. Ukisoma Bible, alikuwa na better experience, but better experience haikuwa kama hii. Jabbok was an encounter with man who was God. Alikuwa anataka kuchange life yake. Time ali have an encounter with God, kuna mambo 8 yalitendeka kwake. Number 1, don't miss this now. Number 1, listen to this. Number 1, alipewa new description. He was given new description. Aliulizwa what is your name? Jacob. Kambuka hautaitwa Jacob, utaitwa Israel. New description. Alipewa another name, Prince. Hautaitwa Spranter, you are Prince. Anytime you have an encounter with God in his word, or the time we are praying, anytime you have an encounter with God, lazima kuwe na new description. Lazima ubadilishwe to another level. Lazima move from one level of glory to another. It is my prayer today, ya kwamba after this sermon, may you enjoy a new description in Jesus mighty name. Vile watu walikuwa nakujua, wakujue na another dimension. Baba akupea another name. Baba
Compare your business another name. Vile watu waliona kwamba umedharauliwa, watu wakuite na another name. May God give you another name. Manake anytime you have an encounter with God, you enjoy new scripture. That's it. Number 2. The sentence of death that was hanging over his hand was cancelled. The sentence of death that was hanging over his hand was cancelled. Kile kilikuwa kinakaa kwa mwazo wake was death. Nitauliwa na Esau. Nitauliwa na Esau. But when he had an encounter with God, alisema namna gani? I have seen the face of God and my life has been preserved. Meaning ile mentality alikuwa nayo ya kifo, that death was cancelled. Anytime you have an encounter with God, lazima mawazo yako yabadilishwe. Nataka nitangaze kwenye ibada ya siku leo, kifo kimekuwa cancelled in your life in the name of the Lord Jesus Christ. Oh, shetani alikuwa anafikiria kwamba utakufa before your time. You cannot die before your time. Anytime you have an encounter with God, death sentence is cancelled. Na wale bona unasikiza, if ulikuwa unafikiria kwamba biashara yako itakufa, ndoa yako itakufa, haitakufa. Right now what we're having is an encounter with God in his word. Lazima Mungu atakusimamisha. Very important. Number 3. Woo! Another benefit ya have an encounter with God. The future of Jacob was settled. The future of Jacob was settled. Alionyeshwa kwamba ana future. Yeye alikuwa anaonekana kwamba hana future. Kuonyesha kwamba kuna future. That's why Mungu alimwambia kwamba ameng'ang'ana na watu na Mungu na amewin. Na akamwambia kwamba no way, utaitwa Israel now, not just Jacob, Israel, because you have a future. Anybody ambaye anasikiza mahali hapa, you have a future. I say once again, you have a future. Let me say it again. Tell the righteous, it shall be well. Because watu ambao watakatifu wana future. Although unaweza pitia mambo magumu, although kuna time unaweza kosa, tell the righteous, it shall be well. You have a future, my sister, my brother. Kile unapitia hakitakuwa. Your future is already settled. Number 4. Wakati Jacob alikuwa na encounter with God, he was blessed. He was blessed. Alienda kashika miguu kamwambia bless me. And the Bible says God blessed him. He was blessed. Anytime we have an encounter with God, lazima baraka ya Mungu imanifest in your life. If kuna kasi ilikuwa inakufuata, hiyo kasi haina uwezo. Maana anytime we have an encounter with God, you are already blessed. Can I tell you, you are blessed? Let me just say it again. You are blessed. You don't need anybody's approval. You are already blessed. Maana anytime you have an encounter with God, lazima baraka imanifest. Biblia inasema kwamba Mungu alimbariki mahali pale. Alikuwa na struggle, walikuwa na wrestle. Hakubarikiwa time walikuwa na wrestle. I have had so many preachers telling us, wrestle with God in prayer. We don't wrestle with God. Case closed. The time he was wrestling, though, the reason why God was wrestling with Jacob, because maana Jacob alikuwa na mawazo yake, alikuwa na idea zake. Mungu alikuwa anataka Jacob apoe na empty himself, aache kufuata idea zake, ajue kwamba alimwambia kwamba ako pamoja na yeye, atamkeep, atamwatch mpaka afike mahali alimwambia atafike. But alikuwa anataka kujitetea, alikuwa anataka kubribe Esau, not trusting God. That's why Mungu alikuwa na reso na yeye, akiondoa mawazo. Na time waliona kwamba hii reso itakaa hivyo, watareso pale. How can you tell me to wrestle? Manake the word to wrestle is a very funny word.
The word wrestle means dust. Dust. That word wrestle means the dust. So ni vile tunaweza kuwa hapa na prosperity, tunagushana pale chini mpaka vumbi inatoka. Na dust ni fresh. So I believe the reason why God was wrestling with Jacob, alikuwa na deal na dust ndani ya Jacob. Fresh. That's why the word wrestle. That's why the Bible inasema kwamba man wrestled. So alikuwa na wrestle na dust na fresh iko ndani ya Jacob, aondoe umwili, ashikilie kile Mungu alisema. That was a wrestling. Time aliguzwa hapa, akaacha kureso, akajishikilia nao. Aliacha kureso kumwambia bless me now. Bless me now. It is not about wrestling. It's about clinging now. Unajishikilia. Akajishikilia kwa yule man. Anamjua, akaona kwamba huyu mtu si wa kawaida. Akawa na revelation, huyu si wa kawaida boro. I am not supposed to wrestle. The more I wrestle, the more tuna take time. Now, wacha nijishikilie kwake. Nikijishikilia kwake, lazima nitamwambia nibariki. So alijishikilia kwake to receive the blessing. Don't wrestle with God. Remain united and you enjoy the blessing of God. That's it. And like any time you have an encounter with God, you enjoy his blessings. Next point. That one is point number 5. Anytime you have an encounter, Jacob alikuwa na encounter with God, he was now a branded man. He was branded man. Branded man. Aliwekwa a mark, a permanent mark. Anybody aliona Jacob, alijua kwamba Jacob hakuwa anatembea hivi. Alipewa a brand hapa, aliguzwa, akapewa a permanent mark. Ya kwamba akitembea kile mtu anajua kwamba yule mtu alikuwa na encounter. Manake wakati umekuwa na encounter with God, there is always a mark anybody can see. Yes. How kuelewa vile nimesema? So the reason why I'm leaping here is because I had an encounter with God. I have a permanent mark ya kwamba I had an encounter. Si vile nilikuwa natembea, I have an encounter. The reason why mnaona kwamba mambo yamecheje hivi now, I bear the marks of Jesus Christ now. That's why I had an encounter with God. Manake ukiwa na encounter, anybody atakuona. Hata watu ambao walikuwa na kudharau, watu ambao walikuwa na kutusi, wanajua kwamba my sister amechange. Vile anatembea amechange. Vile anaongea, hata mawazo yake amechange. Why? He had an encounter with God. Hawezi kuwa na encounter with God uongee vile ulikuwa unaongea. Sina pesa. No. There is a mark. You are a branded man. Number 6. Woo! Karisha karabakanda. Number 6. Alipokea new direction. New direction. New direction. New direction. That's why alijua kwamba it is not about wrestling but cleaning. Alipata direction ingine, si direction ambayo nilikuwa napata. Wakati alikuwa na encounter, akachange direction yake. Vile alikuwa anafikiria, it is not about that. Vile alikuwa anafanya mambo, it is not about that. There was a change of direction. Manake anytime you have an encounter with God, hautafanya mambo vile wewe unataka yakae. Utayafanya vile Mungu anataka yakae. Kuna vile wewe unataka na kuna vile Mungu amesema juu ya mambo yako. Utayafuatanisha kulingana na vile Mungu anataka. New direction. Number 7. Woo! New devotion. New devotion. From that time, view ya Jacob to God was differently now. Alimwona kitu tofauti. Alisema kwamba I have seen his face. Nimeona uso wake. I have seen his face. Kwamba he has seen the face of God. Anytime you experience the face of God, your life changes. Let me tell you. Angalia, hebu niwekenda kimalizia Numbers chapter number 6. Numbers chapter number 6. Verse 22. Numbers chapter number 6, verse number 22. Look at this.
The Lord said to Moses, verse 23, tell Aaron and his sons, this is how you are to bless Israelite. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. Angalia next verse. The Lord turn his face towards you and give you. So alikuwa nafaa kuwabariki kwamba waone the face of God. Once wakiona the face of God, they will enjoy what? Peace. The Lord turn his face. May the Lord turn his face towards and give you peace. Anytime you experience the face of God, you receive peace. So Jacob saw the face of God. And anytime you see the face of God, you receive the peace of God. That's why even time Peter had denied Jesus. The Bible says Jesus turned his face toward Peter. He wanted Peter to see his face. When Peter saw the face of Jesus, then alitoka nje na akaanza kulia. Hakuambiwa atoke. No. He only saw the face of Jesus. Alideny Jesus kageuka hivi kama vile ameukia wapogo hapa, akaona the face of Jesus. Immediately after seeing the face of Jesus, alitoka mahali alikuwa akaenda kulia nje. Manake lazima kuwe na new devotion anytime you experience face of God. Thank God Jesus Christ is the face of God. Number the last one. Wakati alikuwa na encounter with God, he enjoyed new beginning, a new day. Jua likachomoka, new beginning, new day. Jua likachomoka. Kulikuwa ni usiku, kulikuwa na giza, but after to have an encounter with God, kukapambazuka. Akaanza ku experience new day. It is my prayer ya kwamba may you experience a new beginning in your life. May you experience new day